fanyeni mnachokipenda, fanyeni mnachokitaka, lakini mtambue Mwenyezi Mungu atawalipa kutokamana na yale mnayoyafanya. Kwa hiyo idha lam tastahi fasna ma shit, kama huna haya fanya upendalo, kwa sababu Mwenyezi Mungu atakulipa kwa kila unalolitenda. Ndio maana ya maneno. Ndugu Waislamu, Ijumaa kabla ya iliyopita tulizungumza baadhi ya mambo ya kijibila, yani ya kimaumbile, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna vitu anaviweka katika mwili wa muumini, kama vile alivyoweka vitu katika mwili wa Bwana Mtume Muhammad. Miongoni mwa vitu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, vitu vilivyowekwa katika moyo wake ni rahma, huruma. Ndio Allah akamwambia fabima rahmatin min Allahi linta lahum, kwa sababu ya huruma aliyoiweka Mwenyezi Mungu katika moyo wako wewe Muhammad, umekuwa flexible, umekuwa na huruma laini kwa hao masahaba zako. Aya hii ilishuka pale Mtume alipowaambia masahaba waliokuwa wakiongozwa na kijana akiitwa Abdullah ibn Jubair, la tatruku aljabal sawaan intasara almuslimuna am huzim, pandeni pale kwenye lile jabali ambalo jabali hili leo linaitwa Jabalur Ruma, liliko pembeni mwa mlima Uhud, kwamba kaeni pale watu 50 walo specialize katika kuachia mikuki midogo, kaeni pale, kazi yenu nyinyi ni kutulinda sisi. Na jeshi hili lilikuwa linashinda wakati watu walikuwa wamekamatana na amri ya Bwana Mtume, msiondoke pale, tukishinda tukishindwa kaeni pale pale. Lakini wale walikhalifu amri, baada ya kuona kwamba ushindi unaelekea upande wao na watu wanaanza kuokota ngawira na makafiri wanakimbia, wakaona vita vimekwisha, wakashuka, na waliambiwa tukishinda tukishindwa msishuke. Sasa kama nyinyi mnaona tumeshashinda, mnashuka nini? Na kauli ya Mtume ilikuwa wazi, tukishinda tukishindwa msishuke, yani mpaka amrun askariyun nabawi. Baba sasa shukeni. Wanashuka, wakakaidi amri, wakashuka. Na ndipo watu wa Islamu walipopigwa kipigo kikubwa, na mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akapasuliwa uso, akavunjwa meno, akadondoka na ikaenea kama amekufa. Unafikiri mtu aliyowaambia, aliyowatahadharisha kwamba kitu hiki msikifanye, alafu mkakifanya, alafu ikawa sababu ya kupigwa kwa umma na kuuawa kwa watu wengi, unafikiri atajisikiaje akiwaona nyinyi? Kama we baba, hebu simama katika nafasi hii, umewaambia watoto wako msifanye hili, msifanye hili, msifanye hili, alafu wao wakalifanya, alafu ikaleta madhara mpaka kwako, alafu sasa umewaona hawa hapa, utawaambia nini? Sasa Mtume anaambiwa maneno haya baada ya kutokea haya, fabima rahmatin min Allahi linta lahum. Yeye hakuwapiga hapa. Ingekuwa mtu mwingine wangekula makofi hawa watu, mateke, bakora, lakini Mtume hakumpiga mtu mateke wala vibao wala bakora wala matusi. Hakuyafanya hayo. Kwa nini? Fabima rahmatin min Allahi linta lahum, kwa ile huruma iliyokuwa katika moyo wako ambayo Mwenyezi Mungu audaaha fi qalbik. Kuna vitu special ambavyo Allah anavitia katika moyo wa mtu, yule mtu anakuwa hawezi kuwa kinyume cha vile vitu. Kimoja ni huruma iliyokuwa katika moyo wa mtu. Tukapiga mfano katika hiyo hutuba iliyopita kwamba kuna baadhi ya vitu vinatokea katika maisha yako. Watu fulani labda wanakukosea, rafiki zako, majirani zako, watu fulani fulani wanakutenda maovu.
mpaka unafika pahali unasema kwa nini mimi nisilipe? Vijana wa mtaani wanasema alqisasu haq, kwani sikulipiza ni haki yangu? Na hata Qur'an inasema faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum. Mbona Qur'an imetoa green light kwamba akikufanyia uadui mtu mfanyie na wewe kwa kiwango kile kile alichokufanyia? Sasa mimi nikifanya na mimi kuna kosa gani na nimepata nafasi ya kufanya? Tukasema kuna baadhi ya watu wanafikia level ya kwamba leo naanza kulipa kisasi, na mimi leo nitafanya kama ninavyofanyiwa, na mimi leo naamua. Alafu anafika pahali anashindwa. Kama ni kupigwa mateke aliyopigwa, anashindwa yeye kurusha teke. Kama ni vibao alivyopigwa, anashindwa kurusha. Kama ni matusi yaliyotukana, anashindwa kurusha. Kama ni uovu wote waliofanyiwa, akitaka kureact kulipa, anashindwa kulipa. Ukasema huu sio udhaifu. Nikawapa bishara wale watu ambao kila maovu wanaotendewa wanashindwa kurudisha. Nikamwambia abshiru, hizi ni habari njema, wala huu si udhaifu abadan. Tabia njema haijawahi kuwa udhaifu wa mtu, haiwezi kuwa udhaifu aslan abadan qattu. Nikasema hii ni kitu kinachoitwa dhamir, wazungu wanasema conscious, iliyokuwa katika moyo wako, ambayo iko hai, inashindwa kulipa tusi kwa tusi. Ndio maana unaweza ukaona baadhi ya watu wanatukanwa na anatukaniwa mpaka mamake. Yeye hawezi hata kunyanyua mdomo kutukana. Usifikiri yule mjinga, yule ni mpumbavu, anashindwa hata kurudia kile ambacho amekisikia kwa watu. Anashindwa kwa sababu ana dhamir iliyokuwa awake, iko hai katika moyo wake, inayomkinga kufanya vile. Hizi ni baadhi ya vitu ambavyo audaaha Allahu fi qulubil mu'minin. Mwenyezi Mungu amevitupa, kaviweka, kavichomeka katika nyoyo za Waislamu. Kwa siku yoyote ukiona umeshindwa kurudisha maneno mabaya kwa mabaya, umeshindwa kurudisha uovu kwa uovu, umeshindwa kurudisha baya kwa baya, tambua kwamba wewe una dhamiri katika roho yako ambayo iko hai, imekufanya uone haya kutukana kama wanavyotukana wengine, kurudi katika level ya mtu ambaye amekupa maneno ambayo sio ya busara wala mazuri. Kuna haya, alhayau yamnauk. Sasa ukikosa haya, fanya unachokiona wewe ni sawa, fanya unachokipenda. Ana haya sio maneno yangu, ni maneno ya Bwana Mtume mtukufu wa daraja alayhi salatu wassalam. Katika hadithi ya Abu Mas'ud al-Badri anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastah fasna ma shi'ta faf'al ma shi'ta, rawahu al-Bukhari. Mtume anasema katika hadithi iliyosimuliwa na Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri, anasema miongoni mwa mambo yaliyobakia waliokwenda kuyakuta watu kwamba yapo wakayarithi maneno mazuri ni hili neno linalosema ukiwa una haya fanya upendavyo. Hebu nifafanue kidogo. Yani mitume ni watu bora waliopita katika kumbukumbu au katika mirathi ya maneno yaliyorithiwa na watu baada ya wao kuondoka, kutoka Adam mpaka Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Hawa walikuwa wana maneno wanayasema mengi tu. Sasa yale machache ambayo yalifika mpaka wakati wa utume wa Bwana Mtume Muhammad ni neno hili: ikiwa huna haya, fanya utendalo, uwezalo, utakalo. Ikiwa huna haya, fanya ufanyalo. Yani hii sio amri, sio amri ya kwamba fanya kila kitu unachokitaka. Hapana, hapa ulama wa tafsiri wanakuambia kuna tahdid na nahi.
kana kwamba unaamrishwa ufanye kitu, lakini maana yake unaonywa. Maana yake unaambiwa mwisho wa hayo unayoyafanya ni mbaya. Unaambiwa hiyo tabia uliyokuwa nayo ni mbaya, sio kwamba unaambiwa fanya usema nimeambiwa nifanye. Mfano wake unaweza ukazikuta aya kama hizo. Mwenyezi Mungu anasema i'malu ma shi'tum, fanyeni mnachotaka kufanya, inna Allaha bima ta'maluna basir. Ukikutana na aya kama hiyo utasema mwenyewe Mungu kasema tufanye tunachotaka, utasema hivyo. Yani fanyeni mnachotaka, hakika Mwenyezi Mungu anaona kila mnachokitenda. Utoke pale ukazini, ukalewe, ukafanya kufanya, alafu sasa nimeona Qur'ani inasema fanyeni mnachotaka. Kweli wewe utakuwa una akili sahihi, una akili timamu? Ile ni tahdid, ni habari mbaya. Au katika aya nyingine inasema ubudu ma shi'tum min dunihi, abuduni mnachokitaka mbali na Mwenyezi Mungu. Utoke pale ukaabudu masanamu na mizimu, usema nimekuta aya inasema abuduni mnayemtaka, mnachokitaka. Hapana, pale Mwenyezi Mungu amekasirika kwamba if'alu ma tashaun fa inna Allaha yujazikum ala ma ta'malun. Fanyeni mnachokipenda, fanyeni mnachokitaka, lakini mtambue Mwenyezi Mungu atawalipa kutokamana na yale mnayoyafanya. Kwa hiyo idha lam tastahi fasna ma shi'ta, kama huna haya fanya upendalo, kwa sababu Mwenyezi Mungu atakulipa kwa kila unalolitenda. Ndio maana ya maneno. Kwa hiyo Allah amekujalia wewe Muislamu una kitabu na sunna za Bwana Mtume, yaliyoamrishwa yote ushaelezwa, yaliyokatazwa yote ushaambiwa. Sasa unaambiwa chagua mwenyewe. Ni kama ile aya inakwambia inna hadainahu as-sabila, inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Njia tumeshakuonyesha, chagua mwenyewe. Unataka ya kushukuru, unataka ya kufuru, mwenyewe chagua. Sasa hadithi hii idha lam tastah, kama hukustahi. Kustahi maana yake ni kuona haya. Fasna ma shi'ta au fa'mal ma shi'ta, fanya unalolitaka. Kwa maana kwamba asiye haya, kila analoliona liko mbele yake anafaa kufanya, anafanya. Huyo amekosa haya. Walamma warada ma'a Madyan wajada alayhi ummatan minan nasi yaskun wawajada min dunihim imra'atayn tadhudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ra'ah wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahuma thumma tawalla ila adh-dhill فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آية زبيلة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سورة القصص kuanzia aya 21 nenda mpaka 26 na 7 uyakuti maneno haya mazuri katika Suratul Qasas ya Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, na mabanati wawili walipofika katika sehemu inaitwa Madian, akakuta umma wa watu walishambuzi ng'ombe, mifugo, wananyeshwa maji mifugo yao. Wawajada min dunihim imra'ataini tadhudan, akakuta jopo la watu, alafu kuna wanawake wawili mabinti wanawazuia mifugo wao wasichanganyikane na mifugo wa watu. Akauliza, mna nini? Mbona hamuachii mbuzi wenu, mifugo wenu, makondo wenu waende wakanywe maji na mifugo ya watu? Akasema, la nasqi hatta yusdira ar-ra'a, sisi hatuwezi kufanya hivyo, kupigana vikumbo na hawa wanaume na watu walikuwa hapo miraba minne. Sisi hatuwezi mpaka waondoe mifugo wao, basi tutakwenda sisi kwa kituo kabisa. Sisi ni watoto wa kike, sisi tuwe tunapigana vikumbe na vijana dume kama ile barabarani, kama maisha yetu yanavyoenda, binti zetu wanavyoishi na watu mijitu
ilo kosa haya, amepita hapa, amemkamata huku, amefanya hivi na vile. La nasti hatta yusdira ar-ra'u wa abuna shaykhul kabir. Ri'au hawa ru'a wakiondoka, na sisi ndo tutaingia, na hatuna uwezo, lazima tuje sisi. Manake amemjibia suala, kwani ilikuwaje mpaka watoto wa kike nyinyi ndo mkaja hapa? Hakuna watoto wa kiume kwenu, hakuna wazee, hamna baba. Sawa, abuna shaykhun kabirun, baba yetu ni mtu mzima sana. Kwa hiyo turirna ila almajii ila huna, sisi tumepata dharura, ndo maana tumefika. Musa akawahurumia, asema fasaqalahuma, akawafanyia kibarua kile cha kuonyesha mbuzi na kondoo na mifugo wao maji. Thumma tawalla ila dhill, kisha huyo akaenda chini ya kivuli cha mti akakaa, akasema rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kaomba dua hii, faqala rabbi inni, ya rabbi, kwa khairi yoyote unayoishusha mimi ni mhitaji, naitaka khairi hiyo. Ni dua maalum ambayo nawe itumie hiyo katika kuleta khairi, na Allah atakuletea. Fasaqalahuma, wakarudi haraka nyumbani. Baba akauliza, mbona leo umerudi? Sema, tumempata msamaria mwema, kafanya vitu vizuri kwetu, katusaidia, na tumerudi haraka. Tukamwite nimlipe. Idha anta akramta alkarima malaktahu, siku zote unapomkirimu mtu mkarimu huwa umemmiliki, atatafuta njia kukulipa. Wa in akramta al-laima tamarrada, au kimkirimu limbukeni, nasema wajinga ndo waliwao. Wakarimu hawapendi kukirimiwa wakaacha kulipa. Man sanaa ilaikum ma'rufan fakafi'u, tumesema akikufanyia mtu wema mlipe. Illa mtajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu, kama hamkupata la kumlipa muombeeni dua, na hakuna kubwa kama dua. Hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumu, tena muombe mpaka muone kwamba kwa dua hii tumemlipa. Hakutaka mja mwema yule lolote, kaambia lazima tumlipe. Kamwite, kamtuma mmoja katika wale mabanati, akamwita ili amlipe. Ndo Qur'ani inatujibu, inatueleza kana kwamba kamera ya Qur'an inatunakilia mashhad haya kwa njia ya mawaidha na njia ya busara, tuone vitendo vya watu wema na tabia za watu wema. Qur'an says fajaathu ihdahuma tamshi ala istihya, akaja mmoja katika mabanati wale wawili huku ana haya. Mwenyewe utatasawar namna gani mwanamke akija akiwa na haya anakuwa vipi? Amejifunika, anatizama pembeni, anaogopa, hatua zake ndogo ndogo, sauti yake ya chini, ala istihya. Yaani kana kwamba maisha yote ya pale na mazingira yote imekuwa kama barabara au jamvi au mkeka unaoitwa haya, na mwanamke yule anatembea juu yake. Ndio nasema tamshi, anatembea ala istihya, juu ya haya. Alipofika kaba inna abi yad'uk, tena mtu mwenye haya haji pale akaanzisha mazungumzo kwa mbali. Unajua kuna ile istinas, umechoka unaitwa nani kwani? Umetokea wapi? Hakuna yale mazungumzo. Kufika pale, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, yani baba anakuita. Pia hakutaka mazungumzo yazidi kwamba ananiitia nini, kasema na sababu ya wito. Inna abi yad'uka liyajziyaka. Mtu ambaye hataki maneno mengi huwa anakupa maneno ambayo atakuacha we huna swali la kumuuliza. Baba anakuita ili akakulipe wema uliotufanyia. Lakini angefika pale kaza, handsome boy, unaitwa nani kwani wewe? Yangeanza sasa mazungumzo mengine. Wana vijana wanacheka, wanajua ndio mazungumzo yao ya mitaani. Unakaa wapi kwa? Nguvu zile zote umezitoa wapi? Mashallah, una six pack na hivi la. Yakaanza tena mazungumzo min wara'i dhali. Anasema la, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Mwanamke mwenye haya hafungui uwanja, hakupi sababu na nafasi ya kumbaka.
wala ya kumtongoza. Na Musa alivyoambiwa vile tu hakuongeza neno, kwa sababu kishaitwa na kishaambiwa sababu, na kamuona yule mwanamke anakuja kwa haya, akaondoka. Sasa mwanamke yule anatembea, anamuongoza njia. Baadhi ya ulama tafsiri wanasema ikawa Musa na yeye namna alivyokuwa Musa ndo mtume tena, mwanamke yuko mbele yake na yeye yuko nyuma, maana yeye hakujui anakopelekwa. Akamwambia siri warai wala tamshi amami fala rubbama la'iba alhawa'u bithawbiki fa ara ma la uhibbu an ara. Wewe utakuwa nyuma yangu, tembea ukiwa nyuma yangu bibie, mimi nitakuwa mbele yako. Huenda upepo ukafunua ukacheza na nguo zako, vikadhihiri vitu ambavyo sipendi kuona. Ujue Musa ni kijana hapa, hajaoa kama wewe, hataki kuona vitu vitakavyofunuliwa ambavyo vimefunikwa. Sasa anamwambia kama akili yake vile, sasa wewe ukujui nyumbani, unataka wewe uwe mbele, utaniongozaje kwetu? Sasa ukipotea njia. Musa na yeye akampa jibu kabla hajauliza swali, fa idha raaitini dhalaltu tariqa farmini bilhasa, ukiona nimepotea chukua kijiwe rusha upande wa njia sahihi. Haya ni mafunzo ya haya ambayo tumeyakosa katika karne hii ya sayansi na teknolojia, kukaharibika kila kitu. Ukamwona mtoto wa kike ambaye tulidhani wengi kwamba wanawake ndo wana haya, yeye ndo amekosa haya hata bora kuliko watoto wa kiume. Inakuwaje? Khairi itapatikana vipi? Na Mtume anasema alhayau khairun kullu, hadithi ya Mtume. Haya ndo ndani yake kuna khairi zote. Anasema tena katika hadithi nyingine, alhayau shu'batun min aliman, haya ni kipande cha imani. Anasema katika hadithi nyingine, alhayau la yati illa bikhair, haya haiji isipokuwa kwa khairi. Akamkuta mtu mwingine anamlaumu mwenzake katika mambo ya haya, yani we nawe kilichokufanya kimekuharibia ni hizo haya zako nyingi. Mtume akamwambia yule mtu mwenye kutoa speech na indhari kwa mtu mwenye haya, da'ahu, koma kumpa mawaidha hayo, fa innal hayaa min aliman, haya haiji isipokuwa inatokana na iman. Hana tabia mbaya huyo, haya ni kitu cha iman. Wangapi tunazo haya? Watoto wetu, mabinti zetu majumbani, haya zimeenda wapi? Idha qalla ma'ul wajhi qalla haya'uhu fala khayra fil wajhi in qalla ma'uhu haya'uka alayka fahfadhhu fa innahu yadullu ala fi'li al-karim haya'uhu. Miongoni mwa tabia mama ambazo Mtume alikuwa nazo ilikuwa na haya. Kana ashadda an-nasi hayaa, Mtume alikuwa na haya kuliko watu wote, kuliko watu wote. Mwenyezi Mungu aturuzuku tabia hii ambayo imeshatutoka katika nyuso zetu, katika nyumba zetu, katika mioyo yetu, katika maisha yetu. Ya Rab, aturudishe katika haya aratan jamila. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh ya fawza almustaghfirin wa ya najata at-taibin. Alhamdulillah, الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم سادتنا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعل كلمة الحق والدين،
اللهم اصلح ولاة المسلمين خصوصا منهم رئيس زنجبار دكتور حسين علي مويني، اللهم خذ بيده إلى ما فيه الخير والصلاح، اللهم هيئ له بطانة صالحة يأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اجعل بلدتنا هذه زنجبار آمنة مطمئنة وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. عباد الله، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم